Asante pia kwa msaada wako wa fedha kuisaidia shule yetu kwanza huduma zake mwaka huu. Umetutia moyo sana unapotutembelea mara kwa mara na kwa ushauri wako wa kuboresha kituo hiki. Nawashukuru mapadri wote kwa nia njema. Ninyi ndio wawezeshaji wakuu wa shughuli za hapa, kuanzia hamasa hadi uchangiaji wa waamini kwa ajili ya kituo hiki. Naamini padri ukisimama, huu mchango uliopangwa kadi ya makundi ni kidogo sana, lakini padri nawe ukiwa miongoni mwa wale wasiotaka kuchangia kituo hiki, hata senti haiwezi kaja hapo. Hawa ni waelekezwaji hao, na ni mchango mdogo kulinganisha mchango wa Gobo, kulinganisha mchango wa Jubilee Sijikome. Watu wanatoa milioni 9, leo mchango wa milioni 1,200,000. Huwe ni shida kweli? Nafahamu mnavyohangaika, lakini tunamheshimu Mwenyezi Mungu, tumwachie mwenyewe, ndiye mfariji na mfadhili wa yote. Kipendeni kituo hiki kilichoanza kwa wazo lenu nyie mapadri, ilitoka kwetu sisi kwa ajili ya padri mwenzetu aliyefia hapa akitafuta kuhubiri injili ya Kristo. Tunatoa shukrani pia kwa serikali ya wilaya na halmashauri ya Sengerema, ofisi za halmashauri ya hasa idara ya ardhi, kwa kupitisha nyaraka za ujenzi wa shule, ukishirikiana na idara ya udhibiti ubora wa shule hadi kusajili shule yetu kwa haraka sana mwaka jana. Nasema asante. Tutoe pia shukrani kwa mbunge ambaye ametoka kuongea sasa hivi. Pia tumekuwa na ushirikiano wa karibu kabisa na mwenyekiti wa CCM wa wilaya, ambaye kila wakati tunapomfikia na hoja inayohusu jamii yetu amekuwa mstari wa mbele kusikiliza na kutafuta ufumbuzi wa changamoto hizo kwa vyombo vinavyohusika. Kumbe asante sana kwa usikivu wenu unaowakilisha chama chenu katika wilaya ya Sengerema. Jana tulikuwa naye kule huyo mwenyekiti wa CCM kule kwenye mafundisho ya Ntakubwa. Tunamshukuru pia diwani wetu na mwenyekiti wa halmashauri ya Sengerema ambaye kwa msukumo wake alisababisha kituo chetu kupata maji ya bomba la serikali kwa gharama zake. Yule Yanga Makaga yule ametusaidia mabomba ya kutoka kwenye grid kabisa kule Kabusuli mpaka hapa kwa gharama yake, na maana sisi ni bure, tulichimba tu mtaro. Kwa hiyo tunasema asante sana kwa huo. Ni ukombozi mkubwa wa kituo chetu na tunamwombea baraka kwa Mungu kwa hayo ambayo ameyatenda. Kwa waamini wa parokia Nyantakubwa, tunawashukuru sana kuendeleza jadi yenu ya kuandalia wanajimbo mazingira rafiki ya kuhiji katika parokia yetu. Endelezeni dhamana hiyo mliopewa na jimbo, na ioneni ni zawadi na fursa pekee mliopewa na Mungu kumtumikia kupitia taifa lake. Tunatoa pongezi pia na shukrani kwa hospitali ya Sengerema na taasisi ya mafunzo ya afya kwa kutupatia huduma mbalimbali zikiwemo madaktari, wauguzi, vifaa tiba, dawa na magari ya kuleta wahudumu na gari la wagonjwa ambulance ambalo mpaka sasa hivi limeendelea kufanya kazi. Mungu awabariki kwa ukarimu huo, ni pamoja na majitoleo yenu. Tunawashukuru pia jeshi la polisi ambao mmekuwa bega kwa bega pamoja nasi tangu mwanzo wa hija, kwa ushirikiano mkubwa kabisa mlioonyesha, ambao daima mnatulinda katika mazingira haya ya hija yetu. Tunasema kwa jeshi la polisi asanteni sana. Tunawashukuru watawa wa dekania hii ya Sengerema ambao mara kadhaa wamekuwa wakija siku moja kabla ya hija kuja kusaidia shughuli za hija kwa kamati mbalimbali. Kwa hiyo tunasema asanteni sana masista wote mlioshiriki katika kamati hizo mbalimbali. Mwisho, na kwa namna ya pekee, kwa waamini wote wa jimbo la Geita na hasa mliofika hapa mkithamini huduma mnayopata katika kituo hiki cha hija, asanteni kwa michango yenu ya kuendeleza kituo, kwa sala zenu, kwa sadaka nyingine mbalimbali mnazotolea hadi kufika hapa. Asanteni wanakwaya mlioandaa kwa shughuli ya leo na wale mliofanya kwa shughuli ya jana. Asanteni wakufunzi wote walioshiriki katika kutulisha neno la Mungu, na asanteni mlioshiriki kufanikisha shughuli hii mwaka huu mzima. Nazidi kualikeni tuendelee kukijenga kituo chetu ili kiendelee kuturutubisha kiimani. Mwisho kabisa, tunawatakia heri na baraka za Mungu katika safari ya kurudi nyumbani. Karibuni tena hapa msalabani, karibuni Nyantakubwa. Nimetayarishwa na mimi
mratibu wa hija jimbo la Geita. Asanteni sana. Watawa wa kike na wa kiume, waheshimiwa walelewa wetu wa seminari na walelewa wa utawa, waheshimiwa viongozi wetu wa halmashauri ya walei ngazi ya jimbo, maparokia na viongozi wote pamoja na jumuiya zake, ndugu zangu mahujaji, waamini wa Geita na wageni wapendwa sana, watoto na watu wote wenye mapenzi mema, na wale waliotuhudumia kwa namna ya pekee, wapendwa wahudumu wote wa afya katika ngazi mbalimbali, vyombo vya ulinzi na usalama wote kabisa. Naomba siye nikavuruga vyeo, usifahamu sana, lakini tumekuwa na polisi, tumekuwa na ndugu zetu jeshi la akiba, vijana wetu na kamati yetu ya ndani kwa ajili ya ulinzi na kusimamia mambo mengine, waheshimiwa viongozi wetu wa eneo hili, mabibi na mabwana, tumsifu Yesu Kristo. Kwa kweli hotuba yangu baada ya taarifa nzuri tuliyoipata, naomba tu niseme ni kushukuru yale yote ambayo yameelezwa kwa kina. Nashukuru hivyo kwa sababu ni matunda ya kazi yenu, majitoleo yenu. Mwelewe kabisa askofu hana hata sentano ya kusema anaweza akatoa pampu ya maji, si ndio? Mnamwezesha, basi yeye anaelekeza kiasi hiki kidogo na hiki kikubwa kikasaidie katika maendeleo ya jimbo. Kwa hiyo ninawashukuru ninyi kutuwezesha kwamba sasa tuna mfumo wa maji hapa aina mbili. Naishukuru serikali waliotuwezesha kupata maji ya bomba kama alivyosema msimamizi wa kituo, lakini na sisi wenyewe kwa juhudi yenu tunayo pampu kubwa pale, ni kubwa kweli, mpaka hao wameogopa hata kuitumia, wanasema inakula sana. Nikasema sasa wakubwa ndio wanavyokula, ambayo kama itatokea shida wakati wote ya maji, basi tunaweza kusukuma maji sisi wenyewe kwa ajili ya matumizi yetu. Na yote ambayo ninyi mmewezesha nikaweza mimi kuyatenda kwa jina lenu, asanteni sana. Pamoja nanyi ninamshukuru Mungu anaendelea kutuwezesha, kutufunulia na kutuonyesha tena umuhimu huu wa kulifanya kanisa liendelee kufanya kazi zake ya huduma. Kanisa lipo kwa ajili ya huduma, si kwa jambo lingine lolote. Na ndio maana iwe sisi wachungaji, ndugu zangu, watawa, walei, kila mmoja lazima ajue hilo kwamba tupo kwa ajili ya utumishi na huduma. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu ambaye anatuwezesha hilo. Na hatimaye leo tunaweza kuendelea kusema kituo chetu kinaendelea kukua. Nadhani mnaanza kuona sasa mwelekeo wa kituo inakokwenda. Kama alivyosema, baada ya taasisi hii ya Christ the King Boys ni kuendeleza vile vile miundombinu ya kuendelea kutualika sisi kutumia maeneo haya. Kwa hiyo tusichoke. Kituo hiki cha elimu, shule ya sekondari ya wavulana, ni kutoa fursa pia kwa mtoto wa kiume aweze kupata yale ambayo tunaelewa kama kanisa ni hazina tumepewa tuwagawie hawa. Tulianza na Christ the King Girls ambayo iko kule Nyantakubwa, lakini basi tukaona tunao wajibu vile vile wa malezi kwa mtoto wa kiume ili tuweze kulea jamii nzima ya binadamu katika umri huo wa watoto. Kwa hiyo ninawashukuru kwa ushiriki wenu. Christ the King Boys inaendelea tu kuonyesha dira ya jimbo katika kuhakikisha vile vile tunaingia kutoa huduma hizo, hasa elimu, na hasa katika umri huo mdogo,
kwani tunachosisitiza katika shule zetu zote ni elimu na majiundo, kumuunda mtu na hasa kinidhamu. Kwa hiyo tunawekeza vile vile katika hilo, na hilo tunalifanya bila ubaguzi. Tunafanya bila ubaguzi kabisa, tukijua kwamba huyu ni binadamu anayekwenda huko jumuiani, kwenye jamii, aende na malezi hayo, akilinda imani yake aliyopewa na wazazi wake, aliyorithi kwa wazazi wake. Hatuingilii hilo, lakini iko misingi ambayo ni lazima tufanye. Kwa hiyo ninawashukuru kwa kuweza kusaidia kuanzisha shule hii, lakini na shule zingine zote ambazo tumeendelea kuzianzisha maeneo mbalimbali ya jimbo. Asanteni sana. Nimshukuru kwa namna ya pekee tena ndugu yetu Tabasamu. Ni kweli ameendelea kuungana nasi, si tu katika hili la hija na elimu, lakini vile vile tunashirikiana naye kuangalia utoaji wetu wa huduma za afya unaendelea kuboreka, hasa kupitia hospitali yetu ya Sengerema ambayo iko ndani ya jimbo lake, na anawajibika kwa kweli kwamba aisaidie vile vile hospitali hiyo iweze kuwa tunu ya huduma kwa watu. Ninamshukuru kwa majitoleo yake, Mungu ambariki. Serikali kama alivyoeleza Father George kwa kirefu, imeendeleza ushirikiano na sisi katika yote ambayo yanatudai kupata vibali vya serikali. Serikali imekuwa na ushirikiano mkubwa na kutuelekeza mara nyingi nini tufanye. Serikali hiyo imetupatia ulinzi. Jana tumelindwa vizuri, leo na walinzi wetu bado wapo. Niwashukuru sana ndugu zangu walinzi, na mtufikishie salamu zetu kwa namna ya pekee kwa viongozi wa jeshi la polisi katika wilaya yetu na mkoa wetu wa Mwanza. Asanteni sana. Hospitali yetu, niwashukuru Sengerema Hospital pamoja na taasisi yetu ya mafunzo ya afya kwa kuendelea kutoa huduma na kujitangaza tena. Hija yetu inaendelea kukua na mpaka sasa itaendelea kuchukua mfumo uliopo. Mpaka pale itakapokomaa tutabuni mfumo mwingine, kwamba tutasafiri kutoka tuliko, tutafika Nyantakubwa ambako tunaweza kufanya hija hiyo na mafundisho, kwa sababu ya uzuri wa mazingira yaliyopo pale, na mazingira ambayo kweli yanatupa fursa hiyo ya kufanya. Alafu baadaye kesho yake, ambayo daima mpaka sasa tumekubaliana iwe ni siku ya Jumamosi, tutakuja hapa kwa ajili ya kusali. Asanteni sana kwa kukubali hilo na kuendelea kuitikia. Tumesikia tumeongeza zaidi ya watu 2,000 kutoka wale waliokuwepo mwaka jana. Sisi tunasema bado muendelee kualika watu waje wachume neema hizi ambazo ziko kwa ajili yao. Kupitia hija hii ni maandalizi vile vile ya kuelekea Kome. Kome tutakuwa na hija vile vile ya kumshukuru Mungu sasa kama kanisa kwa miaka 125 ndani ya maeneo ya jimbo la Geita la sasa. Tunaelewa ilikuwa wakati ule Mwanza, na hata Mwanza ilikuwa pengine haijakuwepo, Nyanza, lakini basi makuzi hayo yameendelea. Hatimaye kipande hicho mpaka leo ambapo injili iliingilia miaka 125 kiko Geita. Kumbe tutafanya hija tarehe hiyo 17 mwezi wa 8 2025. Sasa hapa wale wasaidizi wangu tunaofanya pamoja mnieleze, Father Singh, itakuwa ni hija 16 tarehe 16, na itachukua mtindo karibia kama huo wa Nyantakubwa. Tutaomba serikali tusaidie. Ile tutaanza baada ya kuvuka maji, tutavuka pale kwa feri ambayo itakuwepo, alafu baadaye kutokea pale sasa tutahiji kuelekea eneo la Nyakasasa ambako ndio kuna kanisa mama, kanisa lenye umri wa miaka 125. Kwa ajili ya kuenzi kanisa hilo,
Ukarabati mkubwa umefanyika. Tuwashukuru sana ndugu zetu wa parokia ya Kome. Tunawashukuru sana kwa kujitoa mkaanzisha ukarabati huo. Mmelala yani hata makofi kupiga mmechoka. Pigeni makofi mwamke. Au piganeni makofi mwamke. Chagueni kinachostahili eti. Najua tumekesha, hata mimi nilikuwa napiga usingizi kidogo. Basi tunawashukuru Kome. Wamefanya kazi kubwa, lakini washukuru wanajimbo wote. Kuna michango ambayo mmefanya huko maparokiani na inaendelea. Sehemu kubwa ya michango hiyo tumepeleka kwa ajili ya ukarabati wa kanisa. Na kama mlisikia tulifanya vile vile harambee Mwanza, kiasi cha fedha kilichopatikana kimekwenda. Kwa hiyo tumefanya ukarabati mkubwa wa kanisa hilo lenye miaka 125. Na kwa sababu ya heshima ya kanisa hilo na kwa sababu kwa umri huo wote bado limeendelea kuwa kanisa la kawaida, tumekubaliana kwamba tarehe 17 mwezi wa 8 pamoja na maadhimisho, lile kanisa pamoja na altare yake vitatabarukiwa rasmi kwa heshima ya miaka 125. Kwa hiyo tujiandae kwa ibada hiyo na tushirikiane. Tumeambiwa viwawa wetu watakuwa na tamasha lao kule Geita tarehe 26 mpaka 29. Vijana msijizeeshe, muitikie wito huo, ni la kwenu. Mwende mkutane, na hapo ndipo mnapanga mikakati ya kutueleza sisi wazee sasa tuwapeleke vipi. Mara nyingine mnalalamika wanatupeleka isivyofaa, ni kwa sababu nyinyi hamtoi yale ambayo mnataka kutueleza. Leo hii kanisa mnaambiwa ni la kisinodi, na haya matamasha ndio yanaunda usinodi. Usinodi maana yake ni kuwa pamoja, kujadili pamoja, kuamua pamoja, na tukatembea pamoja kuelekea upande ambao tumekubaliana. Hilo ndio kanisa la kisinodi. Lazima liwepo kanisa la kisinodi lenye vijana wanaokwenda kama vijana. Acheni daima kwenda kama wazee, kwa sababu hamleti yale ambayo mnaonja yanawahusu. Kwa hiyo tarehe hizi zinawahusu, na Mungu akibariki nikiwepo nitakuwa mshiriki kama mshauri, lakini kwa sababu mimi sio kijana Ninawashukuru kwa kuendelea kunishika mkono katika kuendeleza miundombinu ya hapa. Asanteni kwa yote mliotolea leo. Mwenyezi Mungu ambariki kila mmoja wenu. Faraja yangu ndugu zangu, nyinyi sijui kama mnaifahamu, mimi natiwa moyo sana kama askofu wenu na mambo makubwa mawili. Wanageita, kazi zetu nyingi mmezifanya kwa furaha. Angalia hata hapa milioni hiyo 5 iliyopatikana kwa furaha kabisa. Hii ni furaha kubwa kwa wachungaji wenu, ni ishara ya mnatoa kutoka moyoni. Endeleeni na hilo. La pili, kinachonifurahisha mimi ni furaha yenu ya kupenda parokia zenu. Angalia, kila parokia iko ikiitwa hapa inakuja kutaka kuonyesha ni sisi, na ndio maana zile parokia zinasuasua kidogo. Leo sisitaji kwa majina, amkeni. Ni kweli kwamba nyingine bado ni changa sana, lakini furaha yenu na uzuri wenu itokane na furaha kwanza ya ninyi kujiona ni familia. Hakuna tajiri, hakuna maskini. Furaha yetu ni familia hiyo ya parokia, na naamini katika furaha hiyo haya mazuri mengi yanatendeka. Kwa hiyo ninawashukuruni sana, asanteni sana. Mungu awabariki. Niendelee kuwakaribisha wageni wetu waliotembelea. Tunao mapadri wa Karachorini wageni, naomba wasimame. Hawa mapadri kutoka Kongo wamepita hapa kwetu kama wamisionari, wanakwenda sasa kufanya utume jimbo kuu la Mwanza, parokia ya Lumala. Hii ni furaha kwa jimbo letu la Geita.
Shirika hili tuliowaalika mara ya kwanza nchini Tanzania ni jimbo la Geita, ambao mpaka sasa wamekuwa na parokia 3 na zinakwenda vizuri sana. Ni kutokana na utendaji wa wenzenu ambao wamekuja hapa Dar es Salaam wakaona, na ubabe wao Dar es Salaam wakaona Geita wakaomba, na kwa kweli aliyepelekwa Dar es Salaam ni padri ambaye tulimpadirisha hapa, Padri Kamuzinzi, nimempadirisha mimi akiwa mwanashirika. Kwa hiyo ni furaha. Juzi wameenda kufungua utume Bukoba kutokea Geita. Leo wanakwenda jimbo kuu la Mwanza kutokea Geita. Kwa Geita msijione wadogo sana, si ndio? Kuna mazuri makubwa mengi mnafanya. Niwashukuru wa Karacholini. Muendelee kujitoa, bado mnayo baraka kubwa ya miito vijana. Yaani kwenye shirika lao hawa ndio wazee. Sasa hawa ni Wakongomani. Wakongomani mwende kwa tahadhari. Unaweza kuona mfupi hivi kumbe mkubwa kweli. Kama Kambale. Kuna Kambale wengi tu, sasa sijui Kambale ipi ni kubwa. Asanteni, tunawatakia utume mwema Mwanza. Mungu awabariki. Lakini tumekuwa na mgeni mkufunzi wetu ambaye kwa sababu za kichungaji alilazimika kuondoka baada ya kufundisha. Tunamshukuru sana. Tunawashukuru wale waliokuja kama waratibu au mahakimu wa kwaya zetu wakati zinafanya mashindano. Walikuwa wamenuna hata mia kunisalimia. Ninaamini kabisa haki itatendeka. Kwa hiyo matokeo ya kutoka myapokee, mfurahi, mjiandae tena. Kubwa ni burudani. Mimi niliburudika zaidi kuliko hayo mnaosema ushindani. Kwaya zote zilienda vizuri na kuimba vizuri. Mungu awabariki kwa utume huo. Nishukuru kwaya yangu ya nyumbani mimi ni mwana Fatima jamani, msiwe mnanisahau ambao wametuongozea leo maadhimisho. Ningeaibika kweli na kushangaa kama kwaya parokia yangu ndio ingeimba vibaya. Memba vizuri, Mungu awabariki. Asanteni. Pamoja na sadaka kubwa mliotoa, najua mmekesha, lakini bado mmeweza kuliamsha jumuiko hili lote likawa na furaha. Asanteni. Ninamshukuru kwa kweli kila mmoja wenu. Mungu azidi kuwabariki. Mwisho nimshukuru sana Padri George pamoja na waandamizi wake wote ambao wanasimamia kituo hiki, Padri Manyasa, na tulikuwa na Padri Majwala, sasa tumemhamishia Kome toka juzi. Sasa hivi kuna Shemasi. Niwashukuru watawa ambao daima mmejitoa kuja kusaidia shughuli mbalimbali hapa. Lakini waamini wa Nyantakubwa, ninawashukuru sana. Wanakamanga, ninawashukuru mno kwa kujitoa kwenu. Sehemu kubwa ya uzuri wa kituo hiki ndugu zangu ni majitoleo ya wana Nyantakubwa. Na mnaweza mkaona hata matoleo maalum yao leo. Ni kwa nini nyinyi na sisi hija ijayo tuseme walau tulete kipande kimoja cha bati pamoja na haya mengine tuliofanya katika matoleo yetu maalum, yakaonyesha dira ya kule tunakokwenda tukiongozwa na Padri George. Nakushukuru sana pamoja na wenzako wote, asante. Mwisho, tumesikia kuna ajali imetokea. Binti zetu wawili ambao walijaribu kwenda kuogelea walizama ziwani, na juhudi zikafanyika na kijana mmoja ambaye bahati nzuri inaonekana alikuwa eneo lile akafanikiwa kuwasaidia, lakini na yeye akazidiwa tena naye akazama. Tunamshukuru Mungu kwamba wote watatu wamefanikiwa kusaidiwa. Tunamshukuru sana Mungu. Yeye kijana amepewa huduma ya kutolewa maji ambayo kwa kweli alitaka kutoa uhai wake kwa ajili ya upendo wa wenzake, na tunamwombea endelee vizuri. Yuko vizuri. Yeye amekuja mpaka hapa. Wale watoto wawili wamepelekwa hospitali Sengerema. Tumwombe Mungu. Ni Sengerema au Kamanga? Sengerema. Tumwombe Mungu awasaidie wapone, lakini wamekwenda wako hai baada ya kusaidiwa kutoa maji yale.
basi nguvu ile ya ujabinti ambao wamefika hapa sasa. Nadhani wanakotoka huko maji ni haba, walipoona maji pale wakadhani basi wajaribu. Vijana, hili liwe fundisho, tusivamie mazingira, ni hatarishi, na sio ya maji peke yake. Tuna kizazi cha vijana mnaotaka sasa kukosa woga. Binti wa form 4 ni msichana huyu, anapaswa kuwa ameshajitambua na kupima hatari. Kwa hiyo ninatumia fursa hii kuwaasa vijana wote kuanzia watoto, msipende kujaribu vitu hatarishi, hata kama kinaonekana ni kizuri, maadamu ukifahamu kiache. Matatizo mengi tulio nayo ni watoto sasa kutoelewa mipaka. Hapa tumekuja kusali, lakini ni hivyo hivyo hata huko kwenye jamii. Nimeona juzi kwenye television, kwenye mtandao, watoto mabinti wanajaribu kumuua mwenzao. Wamekamatwa, niliona walikamatwa, walikuwa wanapandishwa kizimbani katika chuo fulani, kumuua kabisa, mabinti 3 4. Sasa hiyo ni michezo, na hapo wanasema hawataka kumuua kwa sababu ameingilia penzi lao, sijui la mmoja wao, au wote 4 wanamchukua huyu jamaa mmoja. Sasa kama mmeweza kwenda 4 kwa mmoja, simwache na 5 waingie. Maana yake kuna shida mahali. Tuache. Vijana, muache. Kama mnadiriki kujaribu haya katika ibada, je, kama mnakuwa huko pembeni peke yenu? Na tunapoteza vijana. Mnajaribu madawa, mnajaribu vinywaji ambavyo hamjawa na umri huo, mnajaribu mtindo wa maisha ambao si wa kwetu. Yaani yote haya, nadhani Mungu ametuletea hili leo tukumbushane kwamba vijana tunawapenda na maisha bado yako wazi mbele yenu. Tumieni busara, muishi heri na miaka mingi, ndio tunavyoambiwa katika amri. Kwa hiyo tuwaombee binti zetu hawa, Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa nguvu, na wao watusaidie kila mmoja wetu. Na mara nyingine haya yanatokea hata kwetu watu wazima. Tuchukue tahadhari kwa kulinda uhai. Kwa hiyo tunapomshukuru Mungu na kuendelea kuombea, Mwenyezi Mungu awarudishie afya yao, waendelee na safari yao ya maisha. Ninawashukuru sana, asanteni, na mtusamehe basi kwa hiyo, sijui mnahitaji sasa, hatihati iliyotokea. Najua tumejaribu mno kuizima ndani ya ibada. Hata mimi nilikuwa nahubiri, lakini nilianza kuhisi kuna kitu ambacho sio kizuri. Basi hapo ndipo utu uzima unaonekana. Unaendelea tu, umeuma meno, umegawanyika moyo, mahubiri hivyo hivyo. Sijui kama hata mmeyaelewa leo. Ni kwa sababu vile vile hapo mbele yangu kulikuwa kuna mazingira sio rafiki sana. Lakini basi Mungu ni mwema. Asanteni, Mungu awabariki. Tumsifu Yesu Kristo. Niwatakie safari njema sana nyumbani.